Idara ya upelelezi ya makosa ya jinai nchini Kenya DCI imesema imepata ushahidi unaohusisha wanafunzi 7 na mkasa wa moto uliotokea katika shule ya wasichana ya utumishi kaunti ya Nakuru na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Uchunguzi huo umebaini kuwa wanafunzi hao walihusika kuwasha moto katika maeneo mawili tofauti ya bweni hilo, ikiwemo eneo la lango, jambo ambalo lilisababisha moto kusambaa kwa kasi kubwa ndani ya bweni la Melin Waithera usiku wa Mei 28 mwaka 2026. Akizungumza kuhusu tukio hilo, waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen amesema serikali ilazimika kuthibitisha idadi ya waliopoteza maisha kutokana na taarifa hizo kusambaa kwa kasi nchini humo. We would have wishes to keep the numbers until we finish the identification, but the message was all over the country and it was only fair to confirm that 16 persons had passed, alisema Murkomen. Kwa mujibu wa taarifa ya DCI iliyotolewa Ijumaa, wanafunzi 4 wamekamatwa kama watu wa kwanza wenye maslahi katika uchunguzi huo unaodhaniwa kuwa ni tukio la uchomaji moto wa makusudi. DCI imesema kikosi maalum cha wachunguzi kinachoongozwa na mkurugenzi wa kitengo cha mauaji kimekabidhiwa uchunguzi huo baada ya kukamilika kwa operation za uokoaji na huduma za dharura. Shughuli za uokoaji zilisimamiwa na jeshi la polisi nchini Kenya kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali na wadau wengine, ikiwemo jeshi la ulinzi la Kenya KDF, huduma ya vijana kwa taifa NYS, shirika la msalaba mwekundu Kenya, serikali ya kaunti ya Nakuru, huduma ya misitu Kenya, pamoja na wizara ya elimu. Aidha, wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi na wataalamu wa eneo la tukio wameendelea kuchunguza chanzo halisi cha moto huo, huku sampuli mbalimbali zikichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Taarifa hiyo imeelezwa kuwa timu ya uchunguzi wa pamoja inayojumuisha wataalamu wa uchunguzi wa eneo la tukio, maafisa wa utafiti wa makosa ya jinai pamoja na wataalamu wa DNA tayari pia wamekagua bweni hilo ili kubaini mazingira yote yaliyopelekea janga hilo kubwa. Tukio hilo limezua huzuni kubwa nchini Kenya, huku wananchi, viongozi wa serikali na wadau wa elimu wakitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika mkasa huo. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.